Mambo vipi mtazamaji wa Kiswaga Media? Karibu katika kipindi cha michezo hapa Kiswaga Media. Mimi naitwa Fred Roy Kiswaga, niko na daktari wa soka Alid Mtumbuka. Alid, mambo vipi? Njema kabisa. Uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Karibu sana studio. Asante. Jumamosi nyingine tena tumekutana. Habari kubwa ambayo ipo sasa hizi mjini na Afrika kwa ujumla ni AFCON. Nadhani hamna habari nyingine. Na moja ya vitu ambavyo sisi tulikuwa tushukuru wa Tanzania ni kwamba timu yetu ya Taifa Stars ni moja ya timu ambazo zinashiriki katika mashindano ya AFCON 2025. Mtazamaji wa Kiswaga Media, unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube Kiswaga Media, vile vile Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Unaweza kutufuatilia kupitia account yetu ya Kiswaga Media. Lakini bila kusahau tumeshikwa mkono na Kiswaga Insurance, wanakuambia bima chap kwa haraka. Wanapatikana Mwenge TV nyuma ya jengo la Dora Tower. Unaweza kucheki kupitia namba 0715171086. Ali. Naam. Tanzania tumetoka kupoteza mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Nigeria. Dhidi ya Nigeria, yes. Kwa goli 2-1. Na leo tunatupa karata yetu nyingine katika mchezo wetu dhidi ya majirani zetu Uganda. Tutegemea mchezo wa namna gani kuelekea mchezo huu? Mchezo mgumu kwa sehemu zote mbili. Kwa sababu rekodi zinaonyesha tangu mwaka 2013 kati ya hizi timu mbili zinapokuwa zikikutana hakuna mchezo mwepesi ambao umekuwa ukizikutanisha kati ya hizi pande mbili. Sare 2 katika michezo yote, lakini pia Tanzania akiwa ameshinda michezo miwili, Uganda pia akiwa ameshinda michezo miwili. Kwa unaona mzani ulivyo balance hapa. Hakuna timu ambayo unaweza kusema ni mbabe katika hizi timu mbili zinapokuwa zikikutana kwenye mashindano yote. Hapa nazungumzia yale mashindano ya kufuzu kombe la dunia, kwa maana ya pia mashindano ya kufuzu AFCON pamoja na michezo ya kirafiki. Ratiba ilikuwa ikionyesha hivyo kwa records tangu mwaka 2013. Hii ni mara ya kwanza kwa upande wao wanakutana kwenye mashindano ya AFCON, na ni mchezo ambao wanahitaji kupata alama. Kwa makocha wa timu zote mbili wana kazi kubwa sana ya kufanya. Paul Puti kwa upande wa timu ya taifa ya Uganda, lakini pia Miguel Gamondi kwa upande wa kikosi cha Taifa Stars. Uganda walimuongezea mkataba Paul Puti wa kuendelea kusalia mpaka mwaka 2027 kwa sababu ya AFCON hii ya mwaka 2025. Hii ndio AFCON pekee walikuwa wanaitazama. Mkataba wa Paul Puti na timu ya taifa ya Uganda ulikuwa umemalizika mwezi Oktoba mwaka huu, lakini wakamuongezea muda mrefu zaidi ili endelee kubaki kwa ajili ya kuwaongoza kwenye AFCON na kuendeleza mradi ambao walikuwa tayari wameshauendeleza. Lakini kitu sehemu ya pili kwa Taifa Stars, wao wameamua kwenda na kocha Miguel Gamondi ambaye master. Lakini pia wamempa Miguel Gamondi kwa sababu alifukuzwa Hemed Suleiman Morocco na maalum na mahsusi kwa ajili ya finali hizi za AFCON. Kwa ni mchezo mgumu kwa sehemu zote mbili. Lakini vile vile umezungumzia kwamba Taifa Stars tuko na Miguel Gamondi. Ukijaribu kuangalia mchezo wa kwanza tulipoteza dhidi ya Nigeria. Lakini moja ya vitu ambavyo vimekuwa surprised kwa watu wa mpira, wanadai licha kwamba tumepoteza lakini timu yetu ilicheza vizuri. Ni kutokana na mbinu ambazo Miguel Gamondi na benchi lake la ufundi wamelionyesha. Na hata ukiangalia jana wakati Miguel Gamondi akiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, wakizungumza na kikosi cha timu ya taifa kuelekea mchezo wa leo, Gamondi moja ya vitu ambavyo ameelezea, amesema kufungwa ni moja ya matokeo katika mpira, lakini anawaamini sana vijana wake na anaamini kuelekea mchezo wa leo wanaenda kushangaza ulimwengu. Wewe unadhani Miguel Gamondi atafanya nini ili kushinda mchezo wa leo? Kitu cha kufanya kikubwa zaidi ni kuhakikisha timu yake inatafuta mabao kwa namna yoyote ile, kwa sababu ndio kitu kilichosalia kwenye kikosi. Ukiangalia Taifa Stars kiukabaji na kaba vizuri sana na inalinda vizuri sana kwenye eneo lao. Hakuna kazi ngumu kama kuandaa timu ambayo inalinda. Kwa Miguel Gamondi tayari amefanikiwa kutengeneza mpango kazi wa kuhakikisha timu yake inalinda. Kanuni za mpira wa miguu zinasema kanuni ya kwanza kabisa, linda eneo lako. Pili, mshambulie mpinzani wako. Alafu ya tatu, funga magoli mengi kadiri iwezekanavyo ili kushinda mechi ya mpira wa miguu. Tayari Miguel Gamondi ameshatengeneza wastani mzuri wa kulinda kwenye eneo lake, mbinu nzuri za kulinda, lakini bado amebakiza vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kumshambulia mpinzani wake, lakini kitu cha tatu ni kufunga mabao mengi kumzidi mpinzani wake. Hivi ni vitu viwili ambavyo vimebaki kama kazi ngumu kwa upande wake. Kwa hivyo anahitaji kuhakikisha anamshambulia zaidi mpinzani wake na kufunga mabao mengi ili kushinda mchezo. Leo tuna mchezo dhidi ya Uganda. Baada ya leo na maana tutakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Tunisia. Na ukiangalia rekodi ya mashindano haya ya AFCON, hatujawahi
kuvuka hatua inayofuata, si ndio? Ina maana Taifa Stars wafanye nini ili waweze kuweka rekodi nyingine ya kuweza kuvuka hatua hii inayofuata? Shinda dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, pata sare kwenye mchezo unaofuata dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, la ambazo kazi zote hizi mbili ninazozungumza ni ngumu kufanikiwa kwa Taifa Stars. Sioni namna ambavyo Taifa Stars inaweza kuvuka kwenye hatua ya makundi na kuvuka records za miaka mitatu iliyopita, mwaka 1980, 2019 na mwaka 2023 uliofanyika nchini Ivory Coast mwaka 2024. Sioni hayo mazingira kwa kundi namna lilivyo kwa hivi sasa. Rekodi tumekuwa nayo mbaya sana ya Taifa Stars dhidi ya timu kutoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika, lakini hata hii dabi pia dhidi ya Uganda, hii ni dabi ya Afrika Mashariki ambao pia bado Uganda wako juu zaidi ya Tanzania. Kwa hivyo Taifa Stars ina mazingira magumu sana ya kuvuka na kwenda kwenye hatua ya 16 bora kwenye hili kundi. Na vile vile ukiangalia hata Uganda naye amepoteza mchezo wake wa kwanza na Tanzania amepoteza mchezo wake wa kwanza, maana unakutana timu zote ambazo wamepoteza. Kwa hiyo ni kweli si mchezo mwepesi kwa kila mmoja, kwa sababu kila mmoja anahitaji kushinda ili aweze kutangulia hatua inayofuata. Kabisa, na kundi tayari limeshakaa vizuri zaidi kwa upande wa Nigeria na Tunisia. Yes, kwa hivyo hawa wawili wanakutana, kila mmoja anamtazama mwenzake kama ngazi ya kupandia. Si mchezo. Mtazamaji, hii ni Kiswaga Media. Mimi naitwa Fred Kiswaga, nilikuwa na Halid Mtumbuka tukiangalia tathmini kuelekea mchezo wa leo kati ya Tanzania dhidi ya majirani zetu Uganda. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube Kiswaga Media, vile vile Instagram, TikTok na Facebook kupitia Kiswaga Media. Lakini usahau vile vile kwamba sisi tumeshikwa mkono na Kiswaga Insurance, wanakuambia bima chap kwa haraka. Unaweza kuwacheck kupitia namba ya simu 0715 171086. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.